before even I preach or I talk what God has given in my heart, I want us to meditate the song that we are singing. It is the beginning of the year. It is the first Sunday of the year 2022. And I'm singing in my heart this prayer that God will go with us. I don't know if it is the same prayer that you have in your heart, but I have a cry in my heart that God may go with us. But in the chorus, there is something that is being spoken in that area. We are going to remove all the variable that we have seen in our life and dedicate ourselves to the Lord. Are you ready? Are you ready to put down all the donkeys? Are you ready to go with the Lord? Nimeomba uwepo wako uende nasi, ewe Bwana wa majeshi unisikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi, ewe Baba, ewe Bwana wa majeshi utusikie. Kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. Tunaomba uwepo wako uende nasi mwaka huu, ewe Bwana wa majeshi utusikie. Baba, kama huendi nasi, hatutaki kutoka hapa, hatuwezi peke yetu, enda nasi. And tell God something about your heart. Are you ready to remove everything that will hinder you to go with the Lord?
kila kitu ambacho kinaweza kuwa ni kizuizi. All those variables that has hindered you all the days of your life to serve God. Yale ambayo ni ya thamani kwako Bwana. Are you ready to put them aside for the new year? Kuyaweka kando mwakani. Just open your mouth and tell God something. We are dedicating our hearts to the Lord. Tunaweka mioyo yetu kwa Bwana. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mioyo yetu twaleta mbele zako, tutakase na utembee nasi. Moyo wangu naleta mbele zako, nitakase na utembee nami. Moyo wangu naleta mbele zako, nitakase na utembee nami. Father, we thank you Baba, tunakushukuru because you are ready to walk with us. kwa maana uko tayari kutembea nasi. We have worshipped you Tumekuabudu in service, kwa ibada, in praise, kwa sifa, in giving, kwa kutoa, and this is your time na huu ni wakati wako also, my Father, to serve us. pia nawe Baba yetu utuhudumie. Open our hearts to receive from you. Tunafungua mioyo yetu kupokea kutoka kwako. This new year, O Lord, Mwaka huu mpya Bwana, as you commission us, unapotutuma because of the assignment that you have put upon our lives, kwa sababu ya ile jukumu wa matume ambayo umeweka moyoni mwetu, we thank you tunasema asante for being part of our life. kwa kuwa sehemu ya maisha yetu. Since the day we were born, many have gone, Tangu siku tulipozaliwa ni wengi wameenda, but you have given us yet another chance lakini mara tena umetupa fursa to hear, kuwa hapa, to obey, kusikia, kutii, and then to do what you have assigned for us. na hatimaye kutenda kile ambacho umetutuma. Let your name be glorified. Jina lako litukuzwe. Let your presence be seen. Tunaomba uwepo wako ukaonekane. Let the Holy Spirit minister. Na wacha Roho Mtakatifu akahudumu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Let's clap for our praise team as they sit down. Tuwapigie kikundi chetu cha sifa na ibada wanapoenda kukaa. Hallelujah. Tukufu kwa Yesu. We are in the year of assignment. Tuko katika mwaka wa kutume. The people that were not with us in the New Year Eve, wale ambao hawakuwa pamoja nasi katika usiku wa kuamkia mwaka mpya, the Lord spoke to us. Bwana alinena nasi In 2 Kings 9 from verse 1 to 13. katika Wafalme wa pili 9 kuanzia kifungu cha 13. And he called us ambassadors. Na akatuita mabalozi. And he separated us from all other commissioners. Na akatuweka tenge kutoka kwa wale wengine ambao wametumwa. And then put us to the inner room. Na akatuweka kwa chumba cha ndani. And commissioned us for an assignment. Na akatutuma kwa ajili ya tume. That is what he did to one of his commanders that was called Jehu. Hivyo ndivyo alivyofanya kwa mmoja wa wale waliokuwa makamanda wake aliyekuwa anaitwa Jehu. He knew that Jehu had a heart
to take the assignment that God had given him. Alitambua fika ya kwamba Yehu alikuwa na moyo wa kutimiza kile ambacho Bwana ameweka. And that is why he separated Jehu from all other commanders. Na ndiposa akamtenga Yehu kutoka kwa wale makamanda wengine. He lifted him from a common ground and entered into the high level. Akamuinua kutoka kwa makazi ya kawaida hadi makao ya juu. And he commissioned him for an assignment. Na akamtuma kwa kazi special. Also in 1 Samuel chapter 10. Pia Samueli wa kwanza mlango wa 10. We read from 1 to 14. Tulisoma kuanzia kifungu cha kwanza hadi 14. And we saw God commissioning Saul to be king over Israel. Na tukamuona Mungu akimtuma Sauli kuwa mfalme wa Israeli. And he said a very special word to Saul. Na akasema neno speciali sana kwa Saul. The donkeys that you have been looking for. Wale punda ambao umekuwa ukitafuta. The struggle that you have been struggling to look for the donkeys. Ule mng'ang'ano ambao umeng'ang'ana kutafuta punda hao. They are already found. Basi tayari wameshapatikana. But the father is worried of his son. Lakini baba yako ana wasiwasi kukuhusu. And that is why I have a word for you today. Ndio maana ninalo neno kwa ajili yako leo. To tell you that all the donkeys that you have been struggling of them all the years past. Ya kwamba wale punda ambao umekuwa uking'ang'ana kuwatafuta miaka hiyo ya nyuma, they are already found. Tayari wameshapatikana. Hallelujah. Amen. I'm talking to somebody. Ninaongea na mtu who have been struggling for donkeys. ambaye amekuwa aking'ang'ania punda. Hallelujah. Amen. The Bible says, Biblia inasema, the donkeys that you have been struggling all those years are already found. Inasema kwamba wale punda ambao umekuwa uking'ang'ana kuwatafuta hiyo miaka yote tayari wameshapatikana. The father is worried about you. Lakini baba ana wasiwasi nawe. Hallelujah. Amen. The heavenly king is worried about you. Mfalme wa mbingu ana wasiwasi kukuhusu. And he wants to commission you. Na anataka kukutuma. To give you an assignment. Akupe kazi. That you are going to work on because he has taken care of the others. Utakayoifanya kwa maana tayari zile zingine ashazishughulikia. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa jina la Yesu. I don't know if you are feeling the way I'm feeling in my heart. Si kama unaipata ama unaihisi namna ninavyoihisi. Hallelujah. Amen. All other things mambo mengine yote, have been taken care of. Tayari Bwana ameyashughulikia. I don't know what you have been crying for. Sijui umekuwa ukililia nini. I don't know what you have been desiring. Sijui tamanio lako limekuwa ni gani. I don't know what have been putting you in a sleepless nights. Sijui ni nini kimekuwa kikikufanya unakosa kulala usiku. But I have a word from the Lord. Lakini ninalo neno kutoka kwa Bwana. He has taken care of that thing. Tayari ameshughulikia hilo jambo. What he has taken care of, no one can say nothing about it. Kile ambacho tayari Bwana akakishughulikia. Hallelujah. It is taken care of. Kwa sababu tayari kishashughulikiwa. That struggle, that cry, those tears, mng'ang'ano huo, hicho kilio, hayo machozi has been taken care of. Yameshughulikiwa. What he wants is for you to take an assignment. Anachotaka ni kwako wewe tu kuchukua yale majukumu. Therefore I want to walk from there. Basi nataka tuanzie hapo. Today I want to tell you the assignment that God has given us. Leo nataka kukuambia yale majukumu ambayo Bwana ametupatia. Because he told us it is the year of assignment. Kwa maana alituambia ni wakati wa tume. Which assignment has he assigned for us? Je, ametupatia majukumu gani? As the church of God, kama kanisa la Mungu, as the body of Christ, mwili wa Kristo, as the word of faith fraternity, kama kanisa la neno la imani kwa what is the assignment that the Lord has given us? Je, ni majukumu gani ambayo Bwana ametupatia? Today I want us to see the assignment. Leo tunataka kuona ni kazi gani zile ambazo Bwana ametupa. Assignment number 1. Kazi ya kwanza. Mark chapter 1
verse number 38. Natoka katika kitabu cha Marko mlango wa kwanza na kifungu cha 38. Mark, chapter 1 verse 38. Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the village nearby, so I can preach there also. This is what I came to do." Akawaambia, "Twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea." Hallelujah. Amen. The first thing that Jesus is assigning us is to preach. Jambo la kwanza ambalo Yesu anatutuma ni kuhubiri. I repeat again. Nitairudia. The assignment of the year 2022. Ile kazi ama jukumu ambalo Bwana anatupatia katika mwaka huu wa 2022. As the body of Christ. Kama mwili wa Kristo. As Word of Faith Fraternity. Kama kanisa ama jumuiya ya kanisa la neno la imani. God is assigning us to go back to the drawing board. Mungu anatutuma turudi katika sehemu ile tuliyoanzia. Preaching. Kuhubiri. It has reached a time that people have been so comfortable in the four corners of the church. Imefika wakati ambao watu wamepata stara katika zile kona nne za kanisa. We are here. Tuko hapa. We are comfortable. Tumepata stara. We come dance. Tunakuja tunamenyeka. We pray. Tunaomba. All that is necessary. Hayo yote ni muhimu. But there is that made Jesus come from heaven. Lakini kuna kile kilichomfanya Yesu atoke mbinguni. And it is that he commissioned his disciples when he was living. Na ni hicho ambacho alituma wanafunzi wake alipokuwa anaondoka. In the book of Matthew, the last chapter, mlango wa mwisho wa kitabu cha Mathayo, he said, "Go and make disciples." Anasema nendeni na mkafanye wanafunzi of all kinds. Wa kila namna. Hallelujah. Amen. And the church has forgotten the assignment. Na kanisa limesahau ile tume. When we got saved, we got excited and comfortable. Tulipookoka tuliweza kukua tumesisimuka na tukapata starehe. We came together. Tukaja pamoja, but we forgot the souls that are outside there. Lakini tukasahau mioyo ile mingine manafsi zilizo kule nje. We forgot our brothers. Tulisahau ndugu zetu. We forgot our mothers. Tulisahau mama zetu. We forgot everyone who is connected with us. Tulisahau kila mmoja ambaye anaunganishwa nasi. We forgot our neighbors. Tulisahau majirani zetu who are also part of the heavenly. Ambao pia ni sehemu ya mbingu. We are not telling them about the Christ who died for them. Hatuwaambii kuhusu Kristo aliyekufa kwa ajili yao. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I usually say, huwa mara nyingi ninasema, and I want to repeat it again, na ninataka kurudia tena, if each and every one of us would take the assignment of preaching the gospel, ingekuwa inawezekana kila mmoja wetu achukue lile jukumu la kuhubiri injili, this is not where we would be. Hatungekuwa hapa. Praise the name of the Lord. Amen. This is 2022. Huu ni mwaka wa 2022. And you decide, na uamue, I'm going to pray for somebody. Ninaenda kuombea mtu. I'm going to follow somebody. Na nitafuatilia mtu. I'm going to speak the word of God to somebody. Nitanena neno la Mungu kwa mtu. I'm not going to speak to two people. Sitaenda kuongea na wawili. Mmoja tu. And I make sure, na nihakikishe, before the year ends, kwamba kabla mwaka uishi, I have brought
that person to the kingdom of God. Nihakikishe kwamba nitakuwa nimemleta katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Amen. Therefore you will fast, you will pray, you will speak the word of God, and you will do whatever is necessary for that soul to come to the kingdom. Hivyo basi utafunga, utaomba na utahakikisha kwamba unanenea yule mtu neno la Mungu, na utafanya kila iwezekanavyo kuhakikisha kwamba yule mtu amekuja katika nyumba ya Mungu. The eve of 2023, siku ile ya mwisho wa kuamkia mwaka wa 2023, this church will be double. Hili kanisa litakuwa mara mbili ya vile tulivyo. And you did not preach for 10 people. Na kila mmoja wetu hakuenda ati kuhubiria watu 10. Only one. Kila mmoja atakuwa tu amehubiria mtu mmoja. And when they come, basi watakapokuwa wamekuja, we teach them to do what we are doing. Tuwafunze vile ambavyo huwa tunafanya. And then in 2024, basi usiku ule wa kuamkia another double comes. 24 tutakuwa mara mbili ya wale ambao tulikuwa mwaka 2023. 3, 4, 5 years to come. Miaka 3, 4, 5 inayokuja. This will not be a place for us. Hapata tutosha. Hallelujah. Amen. But because we have forgotten the assignment, lakini kwa sababu tumesahau ile majukumu yetu, we are living in comfortability of the blessings that God has given us. Tunaishi katika starehe ya zile baraka ambazo Mungu ametupea. That is why the church is the way it is, from year to year, closing over and over. Na ndio maana kanisa liko vile tu kila mwaka hadi mwaka tunapovuka mwaka. We have to proclaim salvation to the lost. Inatupasa tutangaze wokovu kwa waliopotea. The assignment of this year, kazi ya mwaka huu, what God is speaking about this year, kile Bwana ananena mwaka huu, is not talking about the riches and the rest of the things. He has said all that he has taken care of. Haongelelei utajiri, mambo mengine yale yote. Bwana anasema kwamba hayo yote tayari ameyashughulikia. He's assigning you, lakini anakutuma for a soul, kwa ajili ya nafsi. Hallelujah. Amen. He's assigning you, anakupa jukumu for a soul, la roho. Somebody made you come to Christ. Kuna mtu aliyekufanya wewe kuja kwa Kristo. You were not born saved. Wewe haukuzaliwa ukiwa umeokoka. But somebody talked to you about the salvation of Christ Jesus. Lakini mtu akanena nawe kuhusu wokovu wa Yesu Kristo. That is why you are where you are today. Na ndio maana uko pale ulipo leo. You need to do something to somebody like the way he did to you. Basi nawe ni vizuri ufanye jambo kwa mtu kama vile yule mwingine alifanya kwako. The first assignment that the Lord is speaking to us, kazi ambayo ya kwanza ambayo Bwana ananena nasi, to you who is listening to us through media, hata kwako wewe ambaye unatusikiza ukitumia katika hear the word of the Lord. Sikia neno la Bwana. The first assignment of 2022, kazi ya kwanza ya mwaka wa 2022, it is not prosperity, si kufanikiwa, it is not uplifting, si kuinuliwa, it is source to the kingdom. Ni nafsi kwa ufalme. Others the Lord has taken care of. Mengine tayari Bwana ameyashughulikia. But the assignment for the soul is given unto you. Lakini kazi ya nafsi imepeanwa kwako. You who have not received Lord as Savior, wewe ambaye haujampokea Bwana kama Mwokozi, today, leo, hear the word of the Lord. Sikia neno la Bwana. Year 2022 is your year. Mwaka 2022 ni mwaka wako. The Lord is calling you. Bwana anakuita to be saved, uokoke, and get eternal life, na upate uzima wa milele. That is the message that we have for 2022. Huo ndio ujumbe tulio nao kwa mwaka 2022. The Lord loves you. Bwana anakupenda. What you are living in is a lie. Unachoishia sasa ni uongo. The devil is telling you that you are comfortable where you are. Shetani anakuambia kwamba wewe pale ulipo umestarehe. But if you don't have Jesus in your
your soul, lakini kama moyoni mwako hauna Yesu, you are going to perish. unaenda kuangamia. The gospel of Jesus comes to save. Injili ya Yesu inakuja kukomboa. And it is the gospel that we are carrying this year. Na hiyo ndio injili ambayo tumeibeba mwaka huu. As politicians are carrying the gospel of the nation, kama vile wanasiasa wanavyobeba injili yao ya siasa, they want to sell everything that they call their sell. Wanataka kuuza ama kufanya yale yote ambayo wanajaribu kuuza, ni sera ni nini wanafanya kuuza. And people are listening. Na watu wanawasikiza. We are here to tell you about somebody who is bigger than a politician. Basi tuko hapa kukwambia kuhusu mtu ambaye ni mkubwa zaidi ya mwanasiasa. Who is profitable than a politician. Ambaye yeye ni wa thamani hata kuliko mwanasiasa. His name is Jesus Christ. Jina lake ni Yesu Kristo. The Son of the living God. Mwana wa Mungu aishiye. That is the one that we are assigned of. Huyo ndiye ambaye ametutuma. The second assignment. Tume ya pili. Luke chapter 4. Luka mlango wa 4. Luke chapter 4 and verse 18 and 19. Luka mlango wa 4 kifungu cha 18 hadi 19. Luka chapter 4 mlango wa 4, and we are going to see verse number 18 and 19. Basi tutasoma kifungu cha 19 na 19. If you start from verse number 17, ukianzia kule kifungu cha 17, Jesus takes the scroll. Yesu anachukua yale maandishi ama zile of prophet Isaiah, ya nabii Isaya, and he reads it, na anaisoma, and he says, na anawaambia, the Spirit of the Lord is upon me, Roho wa Bwana yu juu yangu, because he has anointed me, kwa maana amenipaka, to proclaim good news to the poor, kutangaza habari njema kwa maskini. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, amenituma kutangaza kufunguliwa kwa waliofungwa, and recovery of sight to the bride, na vipofu kupata kuona tena, to set the oppressed free, kuwaacha huru waliosetwa, to proclaim the year of the Lord. na kutangaza mwaka wa Bwana. Hallelujah. Amen. And we are going to read together with the book of 1 Peter. Na tunaenda kusoma pamoja katika kitabu cha Petero wa kwanza. 1 Peter. Petero wa kwanza 2:9. Kifungu cha pili, mlango wa pili na kifungu cha 9. The Bible says, but you are a chosen people, a loyal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Hallelujah. 9. 1 Peter 2:9. You can go. Petero wa kwanza mlango wa pili na kifungu cha 9 anasema, bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. The second assignment is to fulfill the prophecies that are written about Jesus. Jukumu la pili ni kutimiza zile ahadi ambazo ziliandikwa na Yesu Kristo. Prophecies. Unabii ulioandikwa na Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. You are assigned to fulfill the promises
that were written about Jesus. Umepewa jukumu la kutimiza unabii ule ambao uliandikwa na Yesu Kristo. The Bible says, Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me. Biblia inasema, Yesu akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu. And in the book of Acts chapter 1, na kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, if you read from 4 go down to 8, ukisoma kuanzia kifungu cha 4 kuteremka hadi 8, he tells his disciples, anawaambia wanafunzi wake, you are not going to depart from Jerusalem hautatoka, msitoke Yerusalemu until the Holy Spirit comes. mpaka pale Roho Mtakatifu atakapowajia. Because when he comes, kwa maana atakapowajia, he will give you an assignment. atawapa majukumu. Praise the name of the Lord. Amen. You shall be my witnesses. Mtakuwa mashahidi wangu. Every promise and every prophecy that is written about me, kila ahadi na kila unabii ulioandikwa kunihusu, will be fulfilled through you. utatimia kupitia kwako. Therefore, don't go until the Holy Ghost comes. Basi msiondoke hadi Roho Mtakatifu atakapowajia. And that is why the Bible is saying the Holy Spirit is upon you. Na ndio maana Biblia inasema Roho Mtakatifu wa Bwana yu juu yako. As he was upon Jesus, kama alivyokuwa juu ya Yesu, he is upon you. yu juu yako. For what? Kwa sababu gani? For what purpose? Kwa makusudi gani? Is the Holy Spirit coming upon you? Ni kwa nini Roho Mtakatifu aje juu yako? When he wanted to overshadow Mary, Alipotaka kumulika Maria, in the book of Luke chapter 1, katika kitabu cha Luka mlango wa kwanza, he says to Mary, alimwambia Maria the Holy Spirit will overshadow you. kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana atakukumulika. Not just to overshadow you, Sio tu kukumulika ama kukujia, but for a purpose. lakini akiwa na makusudi. You shall give birth to a son. Utazaa mwana mume. The Spirit of the Lord comes upon us for a purpose. Basi Roho Mtakatifu wa Bwana hutujia juu yetu akiwa na malengo. See, it is not just coming, Si kwamba anakuja tu, but we want to accomplish something when the Holy Spirit comes. lakini Roho wa Mungu ajapo huwa na sababu ya kutimiza mambo kadha wa Then kadha. the disciples were told, Wanafunzi wakaambiwa, you shall be my witnesses. mtakuwa mashahidi You'll wangu. start Jerusalem. Mtaanzia Yerusalemu, You'll go to Judea. mwende Yudea, You'll go to Samaria. mwende Samaria, Outermost na, places of the na earth. nchi zote, pembe zote za nchi. That was the purpose. Hilo ndilo lilikuwa jukumu ama My makusudi. God. That was the purpose. Hiyo ndilo lilikuwa sababu Of the coming of the Holy ya Ghost kuja kwa Roho Mtakatifu this year. mwaka huu. The purpose of the presence of the Holy Ghost upon the church Makusudi ya uwepo ama baraka za Roho Mtakatifu juu yetu is to make the promises of Jesus to come true. ni kusababisha ahadi za Mungu kuwa timilifu. Hallelujah. Amen. What are the promises? Je, hizi ahadi ni zipi? Hallelujah. Let's go back to Luke chapter 4. Turudi katika kitabu cha Luka mlango wa 4, We want to see what God is saying there. tuone kile Mungu anasema pale. Because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Kwa maana ananitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The first thing and the first assignment for the church this time, and why the Holy Spirit is going to work within the church in 2022, it is to proclaim the good news to the poor. Jambo la kwanza ama jukumu la kwanza ambalo Bwana amepatia kanisa leo katika mwaka wa 2002 ni kuwafanya
kutangazia maskini habari njema. Kuwatangazia maskini habari njema. Which is this good news? Je, habari hii njema ni gani? I want to ask you, which is the good news? Ninakuuliza, hizi habari njema ni zipi? And who are the poor? Na hawa maskini ni We wapi hao? are talking about the poverty of money. Hatuongelelei umaskini wa fedha na We rasilimali. are talking about the poverty that comes by lacking eternal life. Tunaongelelea umaskini ule wa kiroho wa kukosa ufalme wa mbinguni. When you don't have Jesus, you are poor. Maana kama hauna Yesu wewe ni maskini. That is why in the book of Revelation chapter 3, he says, come to me and buy without money. Na ndio maana Ufunuo mlango wa 3 inasema, kujeni kwangu na mnunue bila fedha. And you take what is precious. Na uchukue kile ambacho ni cha thamani. Salvation is a precious gift. Wokovu ni kipawa cha thamani. And it makes the poor to be rich. Na inawafanya maskini kuwa tajiri. Praise the name of the Lord. Amen. Why are they poor? Ni kwa nini hao ni maskini? It's because you have kept your mouth closed. Kwa sababu wewe umefunga mdomo wako. You are not telling them about the poverty that is in their heart. Haujawaambia kuhusu ule umaskini ulio mioyoni You mwao. have not told them that they are perishing. Haujawaambia kwamba wanaangamia. That is why the Holy Spirit is coming upon you. Ndio maana Roho wa Bwana Mtakatifu anakushukia. To be strong. Upate To nguvu. be courageous. Na uwe na To ujasiri. confront. Uweze kukabili. And tell them. Na kuwaambia. If they have no Jesus, Kiwa hauna Yesu, they are going to die. watakufa. They are going to perish. Wataangamia. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. That is why the Holy Spirit is coming upon you. Ndio maana Roho Mtakatifu anakujia. It's not just coming that you may speak in tongues. Hakukujii tu ili unene kwa ndimi. That is a sign that he has come. Hiyo ni ishara ya kwamba But akafika. he has come because you have an assignment. Lakini anakuja kwa maana una You majukumu. have an assignment to fulfill. Unalo jukumu la kutimiza. And the other thing, Na neno lingine, let's go on. tuendelee. He says, Anasema, he has sent me to proclaim freedom to the prisoners. amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Prisoners. Wafungwa. Prisoners. Wafungwa. We are not going to Chimoratewa. Sio kwamba tutaenda kule Shimo la Tewa. But if it is needed, we shall go there. Lakini ikihitajika pia tutafika. Praise the name of the Lord. Amen. But there are prisoners within us. Lakini kuna wafungwa kati yetu. They have been put in cage. They are prisoned by the devil, not to hear the word of God. Wamefungwa katika tundu. Wamefungwa na kuwekwa mateka na shetani wasiweze kusikia neno la Mungu. They are prisoners of the devil. Ni wafungwa wa shetani. And prisoners cannot release themselves. Na wafungwa hawawezi jifungua. They have to have somebody to speak freedom. Inatakikana kuwa na mtu atakayewanenea uhuru wao. And this year there is somebody the Lord has assigned that business of making the prisoners free. Na basi mwaka huu kuna mtu ambaye amewepewa tume ama majukumu ya kuwafanya wafungwa hao wawe huru. You who is listening to me. Wewe unayenisikia. Who is seeing me in the media. Unayeniona katika mtandao. It is you that the Lord has appointed you. Ni wewe ambaye Bwana amekupa jukumu. You go and set free those that have been imprisoned by the devil. Uende na kuachilia huru wale waliofungwa na shetani. How will you do it? Utaifanya vipi? Tell them about the one who opens the gates of the prison. Mwambie kuhusu yule mtu ambaye hufungua malango ya waliofungwa. Hallelujah. Amen. When it was still closed. Wakati bado imefungwa. When every door was closed. Wakati kila mlango ulikuwa umefungwa. They started dancing in the prison. Walianza tu kucheza katika ile gereza. And after they had done so. Na baada ya kufanya hivyo. The gates started opening. Hayo malango yakaanza kufunguka yenyewe. Hallelujah. Amen. Today you can open the gates of those that have been caged
by the devil. Leo unaweza kufungua malango ya wale ambao wamewekwa mateka na shetani. You can pray for them. Unaweza kuwaombea. You can speak to them. Unaweza kunena nao. You can tell them about the Lord Jesus. Unaweza kuwaambia kuhusu Bwana Yesu. And the way he saves. Na namna huokoa. And you can put them out of prison. Basi ukaweza kuwatoa pale gerezani. They might be rich in the earthly. Katika mambo ya kiasili wanaweza kuwa ni matajiri. But they are poor in the heavenly. Lakini kwa mambo ya kimbingu ni maskini hao. And the heavenly riches are better than the earthly. Na utajiri wa mbingu ni bora kuliko wa dunia. Because those ones are everlasting. Kwa maana zile za mbingu ni za milele. But riches are for a time. Lakini za dunia ni za muda tu. One day, siku moja, they will come, it will be over. Zitaisha. I want to remind you. Nataka niwakumbushe. Hello? Can I remind you? Naweza wakumbusha. Year 2022. Mwaka wa 2022. I brought you closer to your grave. Imetuleta karibu na kaburi. I know you celebrated yesterday night. Najua jana usiku mchana wote ulisherehekea kabisa. And you said happy new year. Na ukasema heri ya mwaka mpya. And you said I'm blessed. Na ukasema nimebarikiwa. See the year 2022. Kuona mwaka 2022. But I have come with another message. Lakini nimekukujia na ujumbe mwingine. The year 2022 have brought you closer ya to your grave. Mwaka huu 2022 umekusongesha karibu na kaburi yako. Hallelujah. Amen. Therefore you need to do something for the Lord. Basi unatakana ufanye jambo kwa ajili ya Bwana. Because you do not know. Kwa maana haujui the day, siku, the time, wala saa, the hour, wala dakika. When the Son of God may come for you. Wala muda ule ambao mwana wa Mungu atakukujia. Assignment of proclaiming. Jukumu la kutangaza. You are a releaser of the prisoners. Wewe ni mfunguaji wale waliofungwa. When you are not opening the prison, the prisoners will be caged. Kama hauwafungui basi wataendelea kufungwa. Let's go on. Tuendelee. And he said again. Na tena akasema, recover the sight to the bright and to set the oppressed free. Vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Hallelujah. Amen. You know, when you see the word bright there, you already think of those people that are not seeing. Unajua unapoona ile kipofu pale unajua ni wale ambao hawaoni kwa macho yao. But the brightness that is stated in this Bible, it is not the physical brightness. Lakini upofu ulionakiliwa pale si upofu huu wa asili. It is the brightness that comes in the spiritual realm. Ni upofu ule wa kiroho. That will hinder you to see and to know the goodness of God. Unaokuzuilia wewe kuona na kutilia maanani wema wa Bwana. You are opening your eyes, but there is nothing that you can see. Kwa kweli kufungua macho unafungua unaona vizuri, lakini kuna kule kuona fulani hukuoni. To see the riches that God has kept for you. Kuweza kuona utajiri ule ambao Bwana amekuwekea. And we are blinded. That is what the Bible says. Their eyes are blinded. Macho yao yamepofushwa. Therefore they cannot see the goodness of the Lord. Hata kutoweza kuona wema wa Bwana. They cannot open their eyes. Hawawezi kufungua macho yao. They need somebody who can open their eyes. Wanahitaji mtu atakayeweza kuwafungua macho yao. Who can proclaim life to those eyes. Mtu atakayeweza kutangaza uhai katika macho yale. Somebody who can proclaim the word of God upon their lives. Mtu atakayeweza kutangaza neno la Mungu maishani mwao. Who is that somebody? Je, huyo mtu ni yupi? It is you and me. Ni wewe na mimi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The power is given. Nguvu zimepeanwa. Because the Spirit of the Lord is upon you. Kwa maana tayari Roho wa Bwana yu juu yako. And he wants you to proclaim sight to those that are not seeing. Na anataka utangaze kuona kwa wale walio vipofu. Those that are not heard. Wale ambao hawajasikia. Those that are oppressed. Wale ambao wamefinyiliwa. Hallelujah. Amen. They are oppressed by the things of the earth. Wamesetwa na mambo ya dunia. They have all that they have. Wana yote walionayo. They have money. Wanazo They pesa. have cars. Wana magari. They have what they have. Wana kila walicho nacho. They have no peace. Lakini amani wamekosa. Because there
Kwa maana mioyoni mwao hamna amani. Because Jesus is the peace of God. Kwa maana mfalme wa amani ambaye ni Yesu Kristo hayuko ndani yao. And without Jesus there is no peace. Na bila Yesu hakuna amani. They are oppressed. Wamesetwa. Hallelujah. Amen. That is why they have to have boundaries. Ndio maana lazima wawe na watu wa kuwalinda. Because they don't have peace in their Kwa maana hao wenyewe amani imewaondokea. Wewe unatembea ukiwa huru kwa maana unajua kwamba una ulinzi wa kimalaika. Lakini unaweza kuwafanya pia nao wahisi unavyohisi. Kwa maana Roho Mtakatifu wa Bwana yu juu yako. Amen. You have to proclaim the year of the Lord upon them. Unastahili kutangaza mwaka wa Bwana juu ya maisha yao. We say mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nitabarikiwa. That is what we say. Hivyo ndivyo tulisema. Therefore, if we are believing Basi kama tunaamini that this is the year of the Lord, ya kwamba huu mwaka ni wa Bwana, we need to tell others about the year of the Lord. basi inatupasa pia tuwajulishe wenzetu ya kwamba huu mwaka ni wa Bwana. You are not supposed to hold the year of the Lord for yourself. Hautakikani ujishikilie tu wewe mwenyewe huu mwaka wa Bwana. I like the lepers. Ninapenda wale waliokuwa na ukoma In the book of Kings. katika kitabu cha Wafalme. Hallelujah. Amen. They seated outside the gate. Walikaa nje ya malango, They were isolated. walikuwa wamewekwa tenge, They could not get in the city hawakuruhusiwa kuingia because katika mji they were lepers. kwa maana walikuwa wenye ukoma. But they said, Lakini wakasema, if you stay here, tukiendelea kukaa we are hapa going to die. tutakufa, If we get in the city, na tukiingia ndani ya we will mji also die. kufa But tutakufa. let us go to the enemy's camp. Hebu basi tuende kwa wale maadui wetu. And when they entered in the enemy's Na camp, walipoenda katika kambi ya maadui there zao, was praying. kukawa na utele, And they said to one another, na wakaambiana, we are not doing right. hapa tufanye sawa. If you are not going to proclaim what you have seen to the extent they are not Kama hatutaenda kuambia wenzetu kile ambacho tumejionea hapa, hatutakuwa tunafanya vyema. with their ripples, Wakiwa na ukoma wao, they started going wakaanza kutembea to the gate kwa malango and saying, na come wakasema, and see Njooni the muone year of the Lord. mwaka wa Bwana. They proclaimed life to the city. Walitangaza uhai wa mji, Although they were outside the gate, ingawa walikuwa nje ya malango. they brought life in the city. Walileta uzima ama uhai katika mji. And it doesn't matter where you are. Haijalishi uko mahali You gani, can bring life in the city. unaweza leta uhai katika mji. You can bring the year of the Lord in Kenya. Unaweza fikisha mwaka wa Bwana katika nchi ya Kenya. Why? Kwa nini? The Spirit of the Lord is upon you. Roho wa Bwana yu juu yako. Hallelujah. Amen. Roll into the name of Jesus. Utukufu kwa jina la Yesu. There is something else I discovered. Kuna kitu kingine ambacho pia niligundua In the book of 1 Peter 2:9 where we have read. kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa pili We have read already. pale tulisoma It says that we are God elect. kwamba sisi tumechaguliwa na Mungu. Let's go there that I want you to walk with me one by one. Petro wa kwanza uende neno kwa neno mlango wa pili na kifungu cha 9. The first thing he has said, but you are chosen people. Na kwa kwanza anasema kwamba bali nyinyi ni mzao mteule. When you came to the kingdom of God, Mlipokuja katika ufalme wa Mungu, you became a chosen generation. ulikuwa kizazi kiteule, You are selected. ulichaguliwa. You are not a normal person. Wewe sasa You are hauku not ordinary. sasa wewe si mtu wa kawaida, si You mtu tu have hivi been hivi. separated Umewekwa tenge from all other
kutoka kwa yote mengine, separated for a particular job. na ukawekwa tenge kwa ajili ya kazi spesheli. Therefore you are already elected. Hivyo basi tayari wewe umechaguliwa. Praise the name of the Lord. Amen. You are unique. Wewe ni wa pekee. People may see you the way they see. Watu wanaweza kukuona tu vile wanavyokuona. People may think of what they think of. Watu wanaweza kukuwaza namna wanavyokuwazia tu. But I'm here to tell you something. Lakini niko hapa kukwambia In the kitu. eyes of your maker, Machoni mwa muumba wako he has elected. amekuchagua. Hallelujah. Amen. He has put you somewhere special Amekuweka mahali spesheli for an assignment. kwa majukumu. Second thing, Jambo la pili, he has given you a title. amekupatia amekupatia kitambulisho kwamba wewe ni kuhani teule. Hallelujah. Amen. Every priest was to come from a kingly house. Kila kuhani alitakana awe anatoka kwa nyumba ya kifalme. Therefore, you are from the house of a king. Basi wewe unatoka katika nyumba ya kifalme. The kingdom of God Ufalme wa Mungu have made you a king umekufanya kuwa in that kingdom. mfalme katika ufalme And he huo, has also given you a work, na amekupatia kazi a priest ya kuwa kuhani in the kingdom. katika ufalme. Praise the name of the Lord. Amen. And if you are a priest, Na basi kama wewe ni kuhani, you have to sacrifice. lazima ujitolee. No priesthood without sacrifice. Hakuna ukuhani bila sadaka ama That is why kujitolea. God is assigning us, because He knows that we are priests and we are going to sacrifice ourselves for His work. Ndiyo maana Mungu ametupa majukumu, kwa maana anajua kwamba sisi ni makuhani na tutaenda kujitolea ama kutoa sadaka kwa ajili ya kazi yake. If you are not able to be a priest that you can give a sacrifice before God, you have not yet entered into the kingdom. Kama wewe hauwezi kuwa kuhani ambaye unaweza enda na kumtolea Bwana sadaka, basi wewe haujafikia ukuhani. The other thing he says, you are set apart. Umewekwa tenge, Set apart. kuwekwa tenge. Do you know something that is set apart? Is set apart for something. Je, unajua kwamba kitu kikiwekwa tenge kinakuwa kimewekwa kwa sababu fulani? You cannot separate something for nothing. Hauwezi weka kitu tenge hivyo tu. Therefore, God is separating us Basi Mungu anatutenga for a purpose. na makusudi. Praise the name of the Lord. And I usually tell people, Na ninawaambianga watu, some of us will go to heaven and they will cry, wengine wetu wataenda mbinguni na watalia, when others are laughing. wakati wengine watakuwa wanacheka. Why? You were set apart for a particular assignment. Kwa nini? Kwa sababu uliwekwa tenge kwa sababu ya jukumu fulani, But you never fulfilled anything that you are set apart for. lakini jukumu lile ambalo ulipewa ama majukumu yale haukuyashughulikia kabisa. You were running up and down here and there, thinking you are serving God. Ulienda juu chini, hapa na pale, ukifikiria kwamba unamtumikia Mungu. But a set apart thing is set apart for a particular job. Lakini kitu kilichowekwa tenge kinakuanga kimewekwa tenge kwa sababu ya kazi fulani. Therefore, you have to seek God Basi ni vyema umtafute Bwana, to know the purposes of why God brought you in the kingdom. ujue sababu zake na makusudi yake ya kukuleta wewe kwa ule You ufalme. were not sent to walk the seats in the church. Au kuokolewa uweze kuweka viti moto, You were not sent to come and add the congregation. au kuwekwa tenge ama kuokolewa ili uje tu ujaze nambari ya waliookoka, One of us. bali kila mmoja wetu There is a purpose of why God called you to the kingdom. kunayo sababu ambayo Mungu alimleta katika ufalme, And He has separated you at this particular na kwa time majira haya amekuweka tenge wewe for a purpose. akiwa na sababu. Hallelujah. Amen. And if you are not serving in your purpose, Na kama hautendi kazi katika makusudi yale ambayo Bwana whatever amekuwekea, you are doing kile chochote unachofanya is zero.
ni sufuri, ni bure, because it is not in your justification. kwa maana haiko katika ile mtiririko wa majukumu yako. Hallelujah. Amen. If I am a pastor, Kama mimi ni mchungaji and I'm not pastoring the church that God has given me, na sihudumu katika lile kanisa ambalo Bwana amenipatia kuongoza kama mchungaji, I'm going up and down and preaching wherever I'm going, but I'm not serving where God has called me to niko serve. juu chini, nikienda nikihubiri kweli na kufanya yote, lakini sina mahali pale ambapo ninafanya kile Bwana amenipatia kufanya. Bado ninatumika ndiyo, But I may not receive the gift that God has kept for me, lakini naweza kosa pata kile kipawa ambacho Bwana ameniwekea kwa ajili because yangu, I'm not serving where God has called me to serve. kwa maana sifanyi ama sitimizi zile lengo hasa ambalo Bwana ameniita kulifanya. That is what will choke many of us when we go to heaven. Na hicho ndicho kitashtua watu wengi tutakapoenda mbinguni, When your soul will be open wakati ghala lako litafunguliwa and you are told all this belongs na uonyeshwe kila kitu ambacho hivi vyote vilikuwa ni vyako. This assignment was for you to open the gates of these people to put seeds to fall. Jukumu hili lilikuwa ni lako uweze kufungua ili watu waweze kupata mtiririko huo. Hallelujah. Amen. This was the key Hii ndio ilikuwa funguo to open the gates of all this that is in the soul. ya kufungua mlango wa kupata vyote vilivyokuwa ndani ya ghala You hili, did not touch the key. na haukuwahi gusa funguo hiyo. You are running up and down. Ulikuwa tu wewe unatembea, unapangusa, unafikia hapo na unaacha tu mlango tu ukiwa umefungika, It is too late. na sasa umechelewa, Because this cannot help you kwa here. maana hapa mbinguni hii haikusaidii. These were to help you when you are there. Vilivyo hapo ndani vilikuwa vikusaidie duniani, And that is what is happening to many of us. na hivyo ndivyo vinatendeka kwetu, kwa wengi The wetu. keys to open success in your life you have never touched. Funguo ya kufungua ufanisi wa maisha yako haujawahi gusa, Because you don't want to know your kwa assignment. maana hutaki kujua majukumu yako, And even when you know your assignment, you don't want to fulfill your assignment. na hata unapotambua fika kabisa majukumu yako ni gani, haufanyi. Halo, I'm talking about the new. naongea kuhusu mwaka mpya, And this year, some of the people will fly, others will flow. na mwaka huu wengine wetu watapaa, wengine watatambaa. It depends the way you touch your key. Itategemea namna utakavyogusa funguo yako. Let's go to the third Twende na assignment ile ya tatu of the year. ya mwaka. It is Matthew chapter 6. Iko katika kitabu cha Mathayo mlango wa 20. Matthew chapter 6. Mlango wa 20 wa kitabu cha Mathayo mtakatifu. And verse 28. Fungu cha Matthew chapter 28. And verse 28. Mathayo mtakatifu mlango wa 20 na fungu cha 28. This is what it says. Hivi ndivyo inavyosema. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Therefore, the third assignment for the year is service. Basi jukumu la tatu la mwaka huu ni kutumika. Serving. Kutumika. Hallelujah. Amen. This is what people do not want to have. Hii ndio kitu ambayo watu hawataki. I like the Swahili word about service. Ninapenda neno la Kiswahili linaloongelelea kuhusu kutumika, kama hiyo neno service. Kutumika. Unasikia vile inasema? Ndio. Kutumika. You are used. Kwa sababu ni kutumika unatumika. Hallelujah. Eh? Service. Tume ama kutumika.
That is another assignment of the year. Hiyo ndio jukumu lingine ya mwaka huu. To be somebody who is serving Christ. Mtu ambaye anamtumikia Kristo. Not the bishop. Si kumtumikia askofu. Not the pastor. Wala mchungaji. Not the church. Wala kanisa. But Jesus. Lakini Kristo. The Bible says he did not come to be served. Biblia inasema hakuja kutumika, but he came that he may serve. Hakuja ili atumikiwe, bali alikuja akatumika. And to be a lamb, that is to be a sacrificial lamb. Na kuwa mwana kondoo aliyetolewa sadaka. I was going through the Bible and also that my diary. And I was looking upon the word service. Nilikuwa ninaangalia Biblia na kuangalia katika kitabu daftari zangu kuangalia maana ya neno kutumika. And I saw somewhere that I had narrated what is the meaning of the word serve. Na nikawa nimeangalia kuna mahali niliwaandika maana ya tume. One, I saw it is wait upon. Na la kwanza nikaona kwamba ni kungoja. Kungojea. Service means waiting on. Tume ni kusubiri ama kungoja. You are like a waiter in a hotel. Ni kama yule ambaye huwa anashughulikia watu katika hoteli. Is ready anytime, any season, anyone who gets in to get a service. Kwa majira yoyote yeye hungojea, yeyote yule atakayeingia katika huo mkahawa basi apate kutumiwa. He does not sit. Yeye hakai. He is ready for station somewhere waiting for any service to come. Amejiweka tu mahali ambapo amejibanza mahali kiasi kwamba anaweza yoyote anayeingia awe tayari kwenda kumhudumia. He is not forced, but he has given himself as a waiter. Halazimishwi,